Bana, katika familia ya mzee Kikala vituko huwa haviishi. Leo tunaona mama zake na Mashavu wameamua kufunga safari na kuhakikisha wanafika kwa mtoto wao Mashavu ambako ameolewa. Huku Awadhi alikuwa amekutana na changamoto kubwa, waligombana sana na Mashavu mpaka kuhakikisha akatoa pesa ile kwa ajili ya kuandaa chakula. Na wao sasa walifika mapema kabisa, tena wakaamua wahakikishe wao wenyewe ndio wanakuwa wapishi, chakula kiwe kizuri. Na baada ya hapo basi mambo yakaendelea, kwa sababu ndo ambacho walikuwa wamekiendea, basi wakaenda wakajilia chakula ambavyo walikuwa wanataka, kwa sababu tayari mtoto wao alikuwa ameolewa hapo. Kwa hiyo wana haki zote. Huku upande wa Ahmadi ameomba sana msamaha baada ya kuulizwa maswali magumu na mzee Kikala, kwa sababu mzee Kikala alihakikisha anamuuliza maswali yote ambayo alikuwa ameyasikia, na akaambiwa, je, tuhuma zote hizi ambazo zinakuandama kati ya kwako wewe pamoja na Muumini ni za ukweli au kuna kitu chochote ambacho kiko tofauti? Lakini Ahmadi alijibu ya kwamba anaomba msamaha kwa yote ambayo yametokea, na alikiri kwamba amekosea. Huku binti Msumi sasa hivi anashindwa hata kulala ndani, inafikia hatua analala sebleni kwa sababu anamuogopa mtoto wake Tabu baada ya tukio lile la kumnyonga. Baada ya kukucha, basi leo anamuita Aunti Mwaija na kumwambia, je, nikuandalie maji ya kuoga? Lakini baada ya kusikia maneno yale, Aunti Mwaija akasema kwamba sitaki kusikia chochote, kwa sababu kwanza wewe mchawi hauna hata haya. Kwa hiyo unataka unichemshie maji ili uje unichune ngozi. Kwa hiyo mambo hayo ndio alikuwa ametokea. Kwa upande wa Kobisi, yeye tunaona akiwa pamoja na mwenzie wakiwa wameenda kwenye Mazingaombwe, walikuwa wameshajipigia hela, lakini kabla ya kutoka kuna migambo ambao walifika na wakaja wakawakamata kwa ajili ya kuwapeleka kituoni kwa ajili ya yale ambao walikuwa wanayafanya. Kwanza hawana kibali, lakini pia walikuwa wanafanya udanganyifu.